makao makuu. Injili haina makao makuu duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema sasa kwamba hapo ndipo mambo ya injili ya Mungu yanakopikwa na yanakotokea. Hakuna makao makuu yake hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Isipokuwa makao makuu Wafilipi sura ya 3 mstari wa 20. Tuanze 17 tena ni mstari wa 20 pale. Wafilipi sura ya 3:17. Ndio, ndugu zangu, mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tunaowapa ninyi. Ndio, maana wengi huenenda ambao ninawaambieni mara nyingi habari zao. Na sasa nawaambieni hata kwa machozi, ndio, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao katika fedheha yao, waniao mambo ya duniani. Hawa wanania mambo ya duniani, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama wenyeji wetu sisi, kwa wanaoamini Injili, wenyeji wao ni wapi? Ni mbinguni. Kwa mambo yao na jinsi wanavyoishi, wanaishi kama wenyeji wao wanavyoishi, na mambo yao yanatoka huko. Unasema hebu nisomee huu hapa mstari, afu mwingine atasomea kwenye waraka kwanza Petro sura ya 1 mstari wa 11 na wa 12. Yeremia 17 mstari wa 12. Yeremia 17 mstari wa 12, ndio anasema, kiti cha enzi cha utukufu kilichowekwa juu tangu mwanzo, ndicho mahali patakatifu petu. Kwa mambo yetu yanatoka pale kwenye kiti cha enzi kilichowekwa tangu mwanzo. Wapi? Mbinguni. Kwa mambo ya watu wa Mungu yanatokea pale. So sasa kwa mfano leo kuna madhehebu ambao kwa leo mambo ambao wanajifunza leo ni mambo ambayo yametoka makao makuu. Kila sehemu hilo neno linasemwa. Unakuta kuna fungu la kukariri, si ndio? Dunia nzima fungu ni kwa hiyo. Maana ni Roho amewaongoza hivyo. Sasa ni Roho wa mbinguni au ni Roho wa duniani? Ni Roho wa duniani. Lakini kwa watu wa Mungu anakuwa anajua hitaji. Roho wa Mungu anakuwa anajua hitaji la ndugu wanaokutanika leo hapa, anajua hitaji la ndugu wanaokutanika sehemu fulani. Kwa hiyo hitaji la hapa na hitaji la kule linaweza kutatupa kwa sikio. Lakini Roho wa Mungu lazima aguse kila mmoja hitaji lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wenyeji wetu unatoka mbinguni. Kwa hiyo kwa mitume, manabii, Kristo mwenyewe akiwa anaeleza yeye mwenyewe sasa, maneno yangu haya si yangu mimi, bali ni yake yeye aliyefanyaje. Kwa hiyo kwamba tunapoamini Injili, maneno haya si ya mtu wala si sehemu utaenda kuyakuta kwa makao makuu yao yake hapo, bali ni mambo ambayo yanatoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, lakini yanaletwa yanaletwa kwa njia hii. Waraka wa kwanza wa Petro 1:11 hadi 12. Wakatafuta ni wakati upi manabii hawa, wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ndio ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso atakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Sawa?
wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe ndio, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo. Kwa ajili yetu au manabii walihudumu katika hayo mambo ambayo ni Injili, ambayo sasa yamehubiriwa kwetu na wale waliowahubiri ninyi Injili, wanaohubiri sisi Injili kwa Roho Mtakatifu, aliyetumwa kutoka mbinguni. Inaona kwamba hayo mambo yanaletwa kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu kwa Roho wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mambo ya Injili yanatoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu kwa Roho wa nani? Wa Mungu, ambao Yesu mwenyewe anasema kwamba huyo Roho wa kweli atakapokuja atawatia katika kweli yote, atatoa katika yaliyo yangu, atawapasheni habari. Hayatoi Marekani, hayatoi Dodoma, hayatoi Mwenge, hayatoi sijui Jerumani, hayatoi sijui Australia au Italia, anayatoa kwa Yesu. Na Yesu anasema yote nilionayo ni ya nani? Ni ya Baba. Ndio maana nimesema atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha nini? Habari. Kwa habari ya Injili, ndugu, haitoki nchi yoyote, wala hakuna sehemu ambapo ni makao yake. Makao ya Injili ni kwenye kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu, na anayoyatoa pale kuyaleta kwetu ni Roho wa nani? Wa Mungu, aliyetumwa kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa duniani ni wa duniani, na hakuna anayejua mambo ya nani? Ya Mungu, isipokuwa Roho wa nani? Wa Mungu. Sasa makao yake unaweza kuyaweka hapa duniani. Kwa hiyo Injili utakukuta kuna watu eti kwamba hapo ndio makao makuu yao. Tafsiri yake, huo ndio wenyeji wao na tumaini lao ni kwenda hapo. Bwana asifiwe sana. Wana safari ya kwenda mbinguni. Maana safari yao ni makao makuu yao, wenyeji wao ulipo. Ndio tafsiri yake. Kwa Roma wote tumaini lao ni kwenda Vatican. Ukishafika Vatican umefika mbinguni. Kwenye makao makuu ya Rumi. Umefika bwana. Ndio mbinguni kitokea Mungu. SDA makao makuu yao wapi? Marekani. Yaani ukishafika Marekani ukishafika makao makuu ya SDA. Unaenda wapi tena pengine? Maana mambo yako yote unakuwa unatembea yote yanatoka wapi? Bali. Kwa mwisho wako ukishafika Marekani, yaani tumaini la SDA umemaliza. Tumaini la Warusi nalo ukishafika Ujerumani umefika. Kwa sababu mambo yote ya Warusi nalo yanatoka wapi? Ujerumani. Ukishafika pale umemaliza. Lutheran umeshamaliza. Ila Injili ukishafika kwenye kiti cha enzi cha Mungu umemaliza safari ya imani. Kwa sababu mambo yako yote unakuwa unatembea yanatoka wapi? Pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mitume, manabii wanaeleza sema kwamba huko ndiko pale patakatifu, na Kristo anaeleza kwamba hapo maneno haya yote ni yeye aliyonipeleka. Mitume anasema wenyeji wetu kwa wapi? Mbinguni. Kwa kanisa wenyeji wake au hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maana anasema kwamba sisi tu wasafiri na nini? Na wapita. Tunapita tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama unapita ukaenda pale Mbezi na safiri hapo ukaweka makao yako makuu pale Mbezi, si safari umeiacha hapo ndo? Umeshakata tiketi lakini umetenga makao makuu tena. Lakini kwenye imani tunasafiri. Kwa hiyo hatuna makao makuu. Mambo yetu hakuna mahali yanakotoka kwingine isipokuwa kwa Roho wa Mungu. Basi tunayapata mambo yetu kutoka kwenye kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Kwa Injili haina makao makuu hapa duniani. Ukipima vizuri ukakuta kwamba mna makao makuu hapa duniani, chunguza vizuri. Uchunguza vizuri hiyo nyumba kama imesimama vizuri, au kama ni nyumba ya Mungu, au kama upo kwenye msingi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo tunalipima hiyo kwa ufupi. Baada ya makao makuu kuna jambo gani?